Israel yatangaza kuidhinisha makazi mapya katika eneo la Ukingo wa Magharibi, na Kremlin yasema hakuna mipango ya Putin kuzungumza na Trump. Habari kamili. Abidjan. Waziri wa zamani wa fedha wa Mauritania Sidi Ould Tah amechaguliwa kuwa rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB katika mkutano unaofanyika nchini Ivory Coast. Sidi Ould Tah amewashinda wagombea wengine 4 katika kinyang'anyiro hicho cha kuchukua nafasi aliyekuwa rais wa benki hiyo Akiwumi Adesina kutoka Nigeria. Wagombea hao ni mwanamke kutoka Afrika Kusini Swazi Shabalala, Amadou Hot wa Senegal, Samuel Monzele Maimbo wa Zambia na Abbas Mahamat Toli wa Chad. Akiwumi Adesina atachia ngazi mwezi Septemba baada ya kutumikia vipindi viwili vya miaka mitano. AFDB ni taasisi kubwa zaidi ya fedha za maendeleo barani Afrika na inamilikiwa na mataifa 54 ya Afrika na nchi zilizostawi kiviwanda duniani za G7 kama Marekani na Japan. Ramallah. Waziri wa fedha wa Israel Bezalel Smotrich amesema serikali yake imeidhinisha makazi mengine 22 mapya ya walowezi katika eneo la Ukingo wa Magharibi. Hatua hiyo inatarajiwa kuzidisha migawanyiko na baadhi ya washirika wa taifa hilo ambao tayari walitishia kuiwekea Israel vikwazo iwapo hatua kama hiyo itachukuliwa. Smotrich anayetetea uhuru wa Israel katika Ukingo wa Magharibi aliandika katika ukurasa wake wa X kwamba makazi hayo yatakuwepo kaskazini mwa ukingo huo bila kubainisha mahala penyewe. Vyombo vya habari vya Israel vimenukuu wizara ya ulinzi ikisema makazi hayo yatahalalishwa na mengine mapya kujengwa. Utawala wa Palestina unaoungwa mkono na nchi za Magharibi ulio na udhibiti mdogo katika Ukingo wa Magharibi pamoja na wanamgambo wa Hamas walioko katika ukanda wa Gaza wamekosoa vikali hatua hiyo. Uingereza pia imekosoa hatua hiyo na kusema kuidhinishwa kwa makazi hayo ni kizingiti cha wazi na maksudi cha kuizuia Palestina kuwa dola huru. Moscow. Msemaji wa ikulu ya Urusi Dmitry Peskov amesema Rais Vladimir Putin hana mipango yoyote ya kuzungumza na Rais wa Marekani Donald Trump. Hivi karibuni Trump ameonyesha hadharani kukasirika kwake na rais huyo wa Urusi, akionya wiki hii kwamba Putin anacheza na moto kwa kukataa kujihusisha na mazungumzo ya kusitisha mapigano na Ukraine, huku vikosi vyake vikiendelea kupata ushindi katika viwanja vya mapambano. Licha ya kauli hiyo ya Trump, Kremlin ilisema jana kwamba kipaumbele cha Rais Putin ni matakwa ya taifa lake kuliko kitu kingine chochote. Kuhusu kufanyika kwa mazungumzo ya amani, Urusi ilisema bado inasubiria Ukraine kuweka wazi iwapo itahudhuria mazungumzo hayo yanayotarajiwa kufanyika mjini Istanbul siku ya Jumatatu baada ya Kiev kutaka Moscow itume masharti yake ya amani kabla ya kukubali kuhudhuria. Aachen, Ujerumani. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen ametoa wito wa kuwa na Ulaya huru wakati kukishuhudiwa mabadiliko makubwa ya kisiasa duniani. Ameyasema hayo mjini Aachen, Ujerumani wakati akipokea tuzo ya kimataifa ya Charlemagne hii leo. Amehimiza mfumo mpya wa kuwa na Ulaya iliyo na amani katika karne ya 21 iliyoundwa na kusimamiwa na Ulaya yenyewe. An erster Stelle steht die Entwicklung einer neuen Form. Kipaumbele cha kwanza ni maendeleo ya aina mpya ya Pax Europea au amani ya Ulaya kwa karne 21 iliyoundwa na kuongozwa na Ulaya yenyewe. Sote tunakumbuka jukumu muhimu la jumuiya ya NATO na washirika wetu wa Marekani katika kulinda usalama na uhuru wetu katika bara letu, na itabaki hivyo katika siku za usoni. Und das wird in Zukunft auch so bleiben. Von der Leyen amesema kile ambacho Ulaya imekuwa ikikitegemea kama utulivu wa kimataifa sasa kimegeuka kuwa vurugu za kimataifa, akigusia uvamizi wa Urusi nchini Ukraine uliovuruga hali ilionekana zamani ya uhakika wa umoja huo baada ya miongo kadhaa ya jumuiya ya NATO inayoongozwa na Marekani kuleta mfumo wa kujiamini miongoni mwa nchi wanachama. Tuzo hiyo ya Charlemagne imekuwa ikitolewa tangu mwaka wa 1950 kwa watu binafsi au taasisi zilizochangia pakubwa katika kukuza umoja wa Ulaya. Saldanha.
Mahakama moja ya Afrika Kusini imemhukumu mwanamke mmoja kifungo cha maisha jela kwa kumteka nyara mwanae na kisha kumuuza katika kesi iliyoishitua nchi hiyo ya Afrika. Mtoto huyo wa kike Jocelyn Smith aliye na miaka 6 aliripotiwa kutoweka mwezi Februari mwaka jana katika eneo la Saldanha Bay, Afrika Kusini. Mama yake Raquel Kelly Smith alipatikana na hatia ya kumteka nyara na kumuuza mtoto wake kwa dola 1,100 za Kimarekani. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. DW Dunia Yetu leo jioni. Na msikilizaji na yule ambaye anatazama tu katika mitandao yetu ya kijamii, Urusi imesema leo kuwa bado inasubiri Ukraine ithibitishe kusema kama itahudhuria mazungumzo mapya ya amani mjini Istanbul ya Jumatatu ijayo. Chama tawala nchini Tanzania CCM kimeridhia marekebisho madogo ya katiba yake. Wajumbe wote wa mkutano mkuu huu kwa pamoja tutabeba jukumu la kuifikisha na kuitangaza ilani kwa wananchi wakati utakapofika. Pamoja na mambo mengine kadha wa kadha, msikilizaji, katika ngwe ya matangazo utasikia yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Msikilizaji, Urusi imesema leo bado inasubiri Ukraine ithibitishe kama itahudhuria mazungumzo mapya ya amani ya mjini Istanbul ya Jumatatu ijayo. Hii ni baada ya Kiev kuitaka Moscow kutuma masharti yake ya mpango wa amani kabla ya kukubaliana kuhusu mkutano huo. Naye rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amezitolea mwito pande zote mbili kutofunga mlango wa mazungumzo hayo. Bruce Amani na taarifa ya kina. Juhudi za kidiplomasia za kumaliza mzozo huo uliodumu kwa miaka 3 zimeshika kasi katika miezi ya hivi karibuni, lakini Moscow haijaonyesha dalili zozote za kupunguza mashambulizi yake nchini Ukraine, huku ikipinga wito wa kusitishwa mapigano mara moja. Moscow imedhamiria kufanya duru ya pili ya mazungumzo ya moja kwa moja na Ukraine mjini Istanbul Jumatatu ijayo, ambapo inataka kuwasilisha kile kinachoitwa hati isiyo rasmi inayoelezea masharti yake ya suluhu ya muda mrefu ya amani. Lakini Ukraine imesema mkutano huo wa ana kwa ana hautazaa matunda isipokuwa kama Urusi itawasilisha kwanza nakala ya mkataba huo, pendekezo ambalo Kremlin imelitupilia mbali. Dmitry Peskov ni msemaji wa ikulu ya Kremlin. Ndiyo maana Urusi imependekeza kukutana Istanbul Jumatatu Juni 2 na kuanza kujadili mikataba hii ya maelewano. Kudai kwamba tutakabidhi hati ya masharti mara moja au taratibu sio jambo la kujenga. Kinachohitajika kwa sasa ni ama kuthibitisha utayari wa kuendelea na mazungumzo au kufanya kinyume chake. Ukraine ilisema tayari imewasilisha masharti yake ya mpango wa amani kwa Urusi na kuitaka Moscow kufanya vivyo hivyo. Na mwenyeji wa mkutano huo wa Jumatatu, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ametoa wito kwa Urusi na Ukraine kutofunga mlango wa mazungumzo kabla ya mkutano huo wa Istanbul. Pande hizo mbili zinazozozana hapo awali zilikutana Istanbul Mei 16, yakiwa mazungumzo yao ya kwanza ya moja kwa moja katika kipindi cha miaka 3. Waziri wa Erdogan wa mambo ya nje Hakan Fidan aliyekutana na kiongozi wa Urusi Vladimir Putin mjini Moscow Jumatatu wiki hii alitarajiwa kwenda Kiev leo kukutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Kwenye uwanja wa vita, maafisa nchini Ukraine wamesema leo kuwa Urusi ilirusha droni 90 usiku kucha na kuwaua watu 5 kwenye maeneo tofauti nchini humo. Kusini mwa Ukraine, shambulio la ndege zisizo na rubani liliwaua raia 2 katika eneo la Kherson, huku shambulio jingine la makombora likimuua mfanyakazi wa shambani katika eneo la Mykolaiv. Katika mkoa wa mashariki wa Donetsk, mashambulizi yamemuua raia 1 kwa mujibu wa polisi ya kitaifa. Nalo jeshi la Urusi limesema leo limevikamata vijiji 3 katika maeneo ya Donetsk na Kharkiv na kuzidungua droni 48 za Ukraine, zikiwemo 3 kwenye anga ya Moscow. Taarifa yake Bruce Amani. Chama tawala nchini Tanzania CCM kimeridhia marekebisho madogo ya katiba yake, huku kukiwa na shabaha mpya ya kuelekea katika uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu, katika siku ya kwanza ya mkutano wake mkuu unaoendelea huko Dodoma. George Njogopa amefuatilia mkutano huo na ametuandalia taarifa ifuatayo.
Wajumbe katika mkutano uliofika hapa kutoka kila kona nchi wanaonekana kuwa na shauku na matumaini makubwa kuhusu mwelekeo wa chama chao ambacho miaka mitatu ijayo kitaadhimisha miaka 50 tangu kuasisiwa kwake. Hivyo hatua yao kuunga mkono marekebisho madogo ya katiba ambayo pamoja na mambo mengine yanaendana na matakwa ya sheria mpya ya vyama vya siasa yanayotaka kuongeza idadi ya akidi katika baraza la wadhamini. Pia marekebisho hayo yameimulika idadi ya wapiga kura katika michakato ya kupata wagombea wa nafasi ya ubunge, nafasi ambazo zinaonekana kuwashughulisha makada wake wengi wanaendelea kurandaranda katika maeneo kunakofanyika mkutano huu. Kutokana na umuhimu wa mwaka huu, chama hicho kilifungua pazia kwa wajumbe wake kupokea taarifa za utekelezaji wa ilani ya miaka 5 iliyopita kwa pande zote mbili, yani visiwani Zanzibar, na kisha mchana huu ilikuwa nizamu ya Tanzania bara. Mwenyekiti wa chama hicho Rais Samia Suluhu Hassan amesema sera za chama chake zinatekelezeka na kwamba ilani yake nyingine itakayozinduliwa kesho imezingatia vipaumbele vya makundi yote. Wajumbe wote wa mkutano mkuu huu kwa pamoja tutabeba jukumu la kuifikisha na kuitangaza ilani kwa wananchi wakati utakapofika. Wengi wanautizama mkutano huu kama hatua muhimu ya chama hicho kuelekea katika uchaguzi mkuu, ingawa baadhi ya wachambuzi wa mambo wanaona kwamba pengine uchaguzi wenyewe ukawa upande mmoja zaidi baada ya chama kikuu cha upinzani Chadema kutishia kutoshiriki ikishinikiza mabadiliko ya sheria pamoja na katiba. Mwanasiasa wa siku nyingi na aliyewahi kuwa mbunge wa CCM katika miaka ya nyuma, Venance Mamoto, anasema kwa kadri itakavyokuwa CCM inajiandaa na uchaguzi huu. Kwa hiyo mkutano huu ni mkutano ambao unalenga kuimarisha swala la uchaguzi ambao liko mbele yetu, kujiweka sawa wajumbe na kujua nini cha kufanya. Na mategemeo makubwa na uchaguzi wa mwaka kwa sababu baadhi ya vyama vya siasa vinaonekana kuingiza timu. Sio kuingiza timu, kwa sababu timu ambayo itaingia ni moja. Unajua hata mimi nilikuwa mcheza mpira. Unapojua kwamba timu pinzani ina nguvu, una mambo mawili. Aidha kwenda kucheza ufungwe au usiingie kiwanjani. Mkutano unafanyika wakati hali za bunge wengi wanamaliza muda wao wakiwa mguu ndani mguu nje kutokana na wimbi kubwa la makada wake wanaotangaza nia ya kujitosa katika kinyang'anyiro hicho. Baadhi yao ni pamoja na wakuu wa mikoa, wilaya pamoja na wakurugenzi ambao tayari wameashiria kutaka kuingia bungeni. Mkutano huu utahitimishwa kesho kukiwa na ajenda moja ya chama hicho kutangaza ilani yake mpya, ingawa duru za hapa na pale zinaashiria pia uwezekano wa kutaja kwa jina la katibu mkuu mpya baada ya yule wa sasa Emmanuel Nchimbi kuchaguliwa kuwa mgombea mwenza. Kutoka hapa Dodoma, mimi ni George Njogopa wa DW. Mtandao wa internet umebadilisha maisha ya watu duniani, kuanzia elimu, biashara hadi haki za binadamu. Lakini je, Afrika iko tayari kukabiliana na changamoto na fursa za enzi hii ya kidijitali? Tanzania leo ni mwenyeji wa jukwaa kubwa la usimamizi wa mtandao wa Afrika. Taarifa hii ya Florence Majani inaangazia yanayojiri, matarajio na sauti za wale wanaotafuta suluhisho la kidijitali kwa bara zima la Afrika. Tanzania kwa mara ya kwanza imekuwa mwenyeji wa jukwaa la usimamizi wa mitandao Afrika, ambalo leo katika siku yake ya kwanza limejadili matumizi ya mtandao katika nchi za Afrika, changamoto, mafanikio na nini kifanyike. Mkurugenzi wa shirika la masuala ya kidijitali Tanzania Media Convergence, Asha Abdinallah, amesema jukwaa hili linakwenda kusaidia wadau kujua mwenendo wa masuala ya mtandao Afrika na namna ya kutatua changamoto zao kwa pamoja. Abdinallah amefafanua hapa nini maana ya utawala wa mitandao Afrika. Tunapozungumzia swala la utawala wa mitandao ni vitu vingi sana tunaangalia ni jinsi gani sera na sheria zinaendesha hiyo mitandao, tunaangalia usalama wa mitandao hiyo, tunaangalia masuala ya kuwafikia wananchi kwa kiasi gani inawafikia. Hii ni mara ya kwanza kwa Tanzania kuwa mwenyeji wa mkutano huu unaojumuisha wadau wa teknolojia, asasi za kiraia, kampuni za teknolojia na serikali kuhusu matumizi ya utawala wa mtandao wa internet. Inaelezwa kuwa Tanzania imeendelea kupiga hatua zaidi katika matumizi ya internet, ambapo watumiaji wameongezeka kutoka milioni 37 mwaka 2024 hadi kufikia milioni 49 mwaka 2025. Akizungumzia hali ya matumizi ya internet Tanzania, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Zaina Foundation inayojishughulisha na haki za kidijitali, Zaituni Njovu, amesema pamoja na mafanikio yanayoonekana, lakini kuna changamoto ambazo hazina budi kufanywa kazi. Udhibiti wa mtandao. Yaani kwenye mtandao unadhibitiwa sana na serikali. Tunapenda kwa sababu mtandaoni tunaamini tunaita ni jukwaa la wazi. Yaani iwe ni mahali ambapo watu wako huru. Changamoto nyingine zilizotajwa na wadau ni pamoja na mapengo katika sera na sheria, kwa mfano sheria ya huduma za habari Tanzania, na uminywaji wa matumizi na watumiaji wa mitandao ya kijamii.
Leo makundi ya vijana kutoka mashirika ya Kitanzania walijadili sera za kidijitali Afrika na kuangalia fursa zitokanazo na matumizi ya intaneti. Mshiriki Kevin Masai ambaye ni mwasisi wa kampuni ya Smartnology amesema, moja ni kwa kukuza mtandao alionao kwa sababu unakutana na watu wengi, lakini pili ni kwa kuweza kujua fursa gani zinapatikana, tatu ni kwa zile sera ambazo zinaongelewa pale. Katika mkutano huo wa utangulizi leo, suala la akili mnemba lilipewa kipaumbele katika mijadala, hasa katika utendaji kazi na namna ya kuongeza ufanisi barani Afrika. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. DW tunavuma kwa kishindo.